Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia neema ya kuona siku hii ya leo njema iliyojaa baraka zake, na tunaamini mtazamaji wetu popote ulipo ulimwenguni utabarikiwa na ujumbe wa siku ya leo. Na kabla ya mambo yote tutaenda kumshukuru Mungu kwanza. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Pokea sifa na utukufu kwa ajili ya watazamaji wetu wote. Tunakuomba Bwana ukapate kulibariki neno lako ambalo tunaenda kuliachilia sasa, ambalo tutaenda kugusa maisha ya watu, kuwafariji, kuwatia moyo na kuwainua hatua moja kwenda nyingine. Tunaomba Bwana usiki juu ya usikivu wetu wa ndani. Katika jina la Yesu Kristo, mwachilie Roho wako Mtakatifu sasa aziguse fahamu zetu, tupate kuelewa maandiko ya neno lako. Katika jina la Yesu Kristo, ubarikiwe Bwana kwa ajili ya matendo yako makuu. Amen. Basi leo tuna ujumbe wa neno la Mungu ambao unahusu neema ya Mungu. Neema ya Mungu, tunafundisha kuhusu neema ya Mungu. Neno maana ya neema ni kustahilishwa tusikostahili. Ni kustahilishwa usikostahili. Hiyo maana halisi ya neema. Ukisoma kitabu kile cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 8, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, wala hiyo haikutokana na nafsi zetu. Neema ni kipawa cha Mungu ambacho hakitokani na matendo yetu ya mwili. Na neema ya Mungu aliyoachilia kwenye maisha yetu inatufundisha kukataa ubaya wa kila aina na anasa za kila aina. Kwa hiyo hata utumishi tulionao ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Katika kile kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 1 inasema, kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata neema, hatulegei. Kwa hiyo kuna kitu pia, huduma zinakuja kwa sababu ni neema ya Mungu, sio kwa sababu ya ujanja wowote au mbinu zozote zile, lakini huduma zinakuja kwa sababu ni neema za Mungu. Sasa hebu tuangalie kidogo faida za neema ya Mungu juu ya maisha yetu. Kwanza, faida ya kwanza kabisa, neema ya Mungu inatufundisha kukataa ubaya. Na katika kile kitabu cha Tito sura ya 2 kuanzia mstari wa 11 mpaka wa 12 anasema, maana neema ya Mungu iwaokoao wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi maisha ya kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Kwa hiyo faida ya kwanza, neema ya Mungu ikiwa juu yako inakuwa ni mwalimu. Inakuwa ni mwalimu, inakufundisha kukataa ubaya wa kila aina, anasa za kila aina, lakini nakufundisha kutembea katika njia ya utauwa na utakatifu. Kwa hiyo tumsihi Mungu sana atupe neema yake, ili hiyo neema iwe mwalimu juu yetu, itufundishe kutembea katika njia zake za utauwa. Na utauwa ni yale maisha ya utakatifu, maisha ya kuikataa dhambi, maisha ya kuepuka kila njia ambayo ni mbaya iletao majuto kwenye maisha yetu. Lakini namba 2, neema ya Mungu inatupa haki ya kusimama mbele za Bwana. Na ukisoma neno la Mungu kwenye kile kitabu cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 23 mpaka wa 24 anasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake. Kwa hiyo kuna pia kuhesabiwa haki kwa sababu ya neema ya Mungu, wala sio kwa sababu ya matendo yoyote yawayo ya mtu yoyote anaweza kusema anahesabiwa haki, lakini tunahesabiwa haki kwa sababu ya neema ya Mungu. Na ukisoma kwenye hii Waefeso sura ya 3 mstari wa 23 mpaka 24 inaeleza kwamba wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kupungukiwa na utukufu wa Mungu ni kupungukiwa na uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, ni kupungukiwa na udhihirisho wa Mungu kwenye maisha yako.
matendo yake makuu juu ya maisha yako. Ndiyo maana halisi ya kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini kwa njia ya neema yake sasa tunahesabiwa haki bure. Kwa hiyo neema inatupa haki ya kusimama mbele za Bwana, inatustahilisha kusimama mbele za Bwana. Hatungeweza kusimama mbele zake bila neema yake. Kwa hiyo kama ulikuwa ufahamu, elewa upo hapo ulipo kwa sababu ya neema ya Mungu. Una uwezo wa kuomba ukasikilizwa kwa sababu ya neema ya Mungu, wala si kwa sababu ya matendo yako yoyote yale ya uayo, bali ni neema ya Mungu ambayo ameachilia juu ya maisha yako. Kwa hivyo basi, neema ya Mungu imetumika sana kutustahilisha mahali tusipostahili. Na ukisoma kwenye kile kitabu cha Ibrania 4, wameeleza zaidi kwamba hiyo neema inatusaidia sisi katika wakati wa uhitaji wetu. Nasema basi na tukisogelee kiti cha rehema na neema kwa ujasiri, ili tuweze kupewa mahitaji yetu ya kila siku. Kwa hiyo pia neema ya Mungu ikiwa juu yako inakuwezesha wewe kupata pia mahitaji yako ya kila siku. Tunasema neema inatufundisha katika kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Kwa hiyo neema ya Mungu inafundisha mtu, lakini neema ya Mungu inakustahilisha kusimama mbele za kiti cha enzi cha Mungu katika kupata mahitaji yako. Lakini neema ya Mungu ina faida nyingine ya 4. Neema ya Mungu inaokoa. Kwa hiyo kuna kitu pia watu wanaokoka kwa sababu ya neema ya Mungu, sio kwa sababu ya ujanja wote ule. Kwa hiyo kama umeshamjua Yesu, ni neema kubwa. Usicheze na wokovu. Chunga sana neema ya Mungu aliyoachilia kwenye maisha yako. Soma kwenye kitabu cha Tito sura ile ya 2 mstari wa 11, anasema maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Maanake iwaokoayo, maanake inayookoa. Kwa hiyo neema ya Mungu huwa inaokoa. Kwa hiyo unataka watu waokoke, omba neema ya Mungu iingie kwenye mioyo ya watu. Mahali popote, hata kwenye familia, omba neema ya Mungu. Omba neema ya watu kumjua Mungu kwenye familia yenu. Omba neema ya jamii kumjua Mungu. Ikienda neema ya Mungu, ile neema tu yenyewe inawafundisha watu kukataa ubaya wa kila aina, kukataa anasa za kila aina, njia zote mbaya, na kuishi maisha kitaua. Lakini neema ya Mungu inatufundisha kujua njia za Mungu. Na hiyo ukisoma kwenye Kutoka sura 33 mstari wa 14, utaona Musa akimuomba Mungu, basi sasa na kuomba ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako. Ukakumbuke ya kuwa taifa hili ndilo watu wako. Unaona neno la Musa, anasema kwamba ikiwa nimepata neema, unionyeshe njia zako. Kwa hiyo neema ya Mungu ikiwa juu yako inakufundisha njia za Mungu, inakufundisha kumjua Mungu, inakutembeza katika kumjua Mungu. Na ukisoma Kutoka 33 mstari wa 17, wameeleza zaidi kwamba Bwana akamwambia Musa, nitafanya neno hili uliloniomba, kwa kuwa na kwa maana umepata neema mbele zangu, nami na kujua. Kwa hiyo ukiwa na neema ya Mungu, Mungu anakusikia kwa haraka sana. Ukiwa na neema ya Mungu, chochote unachomuomba Mungu anakifanya, lakini ikiwa kimeombwa kwa msingi wa mapenzi yake. Kwa hiyo tujifunze kutembea chini ya neema ya Mungu. Lakini unaweza ukapata neema au usipate neema. Na kwenye Biblia kuna watu ambao wamepata neema wengi tu. Kwa mfano, Nuhu alipata neema. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 8, inasema kwamba lakini Nuhu akapata neema mbele za Mungu. Maana yake alistahilishwa mahali ambapo alikuwa hastahili. Nuhu akaokolewa yeye. Kwa hiyo wewe unavyoona safina ya Nuhu ile iliyotoka katika mlima Hararati, sio kwamba ndio tu iliyomwokoa Nuhu, lakini Nuhu aliokolewa kwa sababu ya neema ya Mungu. Alistahilishwa na Mungu mahali ambapo alikuwa hastahili. Labda alikuwa anastahili hata kuangamia, lakini kwa neema ya Mungu basi mtumishi wake huyu akaokolewa.
Lakini neema imeambatana na roho ya maombi. Na ukisoma kule kwenye Zekaria sura ile ya 12 mstari wa 10 inasema, nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba. Kwa hiyo unapokuwa unaomba, omba roho ya neema na kuomba iachiliwe juu yako na juu ya familia yenu na jamii au eneo uliloko. Sasa anaposema roho ya neema na kuomba, neema huwa inamiminwa na roho ya maombi inamiminwa. Kwa hiyo maana yake ni nini? Roho ya neema ikija na roho ya kuomba, maana yake kuna kuomba kwa roho na kuna kuomba kwa mwili. Na ukisoma kwenye Wakorintho wa kwanza 14:14 anasema kwamba nitaomba kwa roho lakini nitaomba kwa akili pia. Kwa hiyo ukisoma katika Yuda sura ya kwanza mstari wa 20 inaeleza kabisa kwamba bali ninyi wapenzi, mkijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaweza ukamiminiwa roho ya neema ikaambatana na roho ya maombi, ukashangaa unaomba tena kwa kunena kwa lugha kwa muda mrefu bila kuchoka, kumbe imeachiliwa neema juu yako, lakini imebebana na roho ya maombi, kuomba. Kwa hiyo tunaamini kupitia sehemu hii ya kwanza umeelewa kidogo kuhusu neema na faida zake chache. Tunataka tuombe na wewe kwa ufupi, wewe ambaye unataka kusimama na kipindi hiki ili kiendelee kufikia watu hewani, na tunataka tuombe kwa ajili ya matoleo yako na Mungu atakubariki sana. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya kipindi cha siku ya leo. Asante kwa neema yako ambayo imemfunika msikilizaji wetu na mtazamaji wetu popote alipo. Mbariki huyu ambaye Bwana anatambua jinsi alivyo ni kwa neema na rehema, sio kwa sababu alistahili. Tunaomba Mungu hata yule atakayenyosha mkono wake kwa ajili ya kuwezesha huduma hii na kipindi hichi kuwa hewani na neno lako kuwafikia watu wote ulimwenguni, tunaomba Mungu usimsahau yeye, bali uende ukamfanyie mlango na njia, na neema yako isimpungukie katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia neema yako juu yake ikapate Mungu kumstahilisha mahali ambapo hastahili kusimama, basi ukamsimamishe kwa neema yako.